Mungu wetu, asante kwa ajili ya wakati mzuri, asante kwa ajili ya baraka, asante kwa ajili ya matoleo mbalimbali juu ya watu wako. Baba, tunakubariki na kukuinua katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa ajili ya kila mmoja ambaye Mungu umempa neema jioni hii ya leo, uliyeweka uzima ndani yake, anayefanya biashara, anayezunguka huku na kule kwa ajili ya mahitaji yake ya kimwili. Baba, ninaomba jioni hii ya leo, Baba, ninaomba kwa ajili ya mtu huyo wa thamani ambaye Mungu umemweka katika eneo hili. Roho wa Bwana, nakusihi kwa jina la Yesu, sema naye sasa jioni hii ya leo. Sema na mtu wako Bwana jioni ya leo. Asante Bwana kwa kuwa ninaamini utalichukua neno lako na kuwapatia kama zawadi siku hii ya leo. Asante Mungu wetu kwa ni mwaminifu, katika jina la Yesu. Kila mwenye pumzi mahali popote pale alipo anaweza kuitikia amen kwa nguvu. Amen, amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nahitaji niseme na wewe jioni hii ya leo. Mungu amenipa neno ambalo Bwana nahitaji kuona siku hii ya leo likiwa lina nafasi ya kuweza kusimama na wewe hata ile siku ya hukumu ya Bwana, ambayo parapanda ya mwisho utakapolia, uwe miongoni mwa wale ambao utasimama mbele za Mungu kwenye kiti cha enzi cha hukumu, ukiwa na yale ya kusema ambayo Mungu ameyasikizisha kwenye masikio yako jioni hii ya leo. Na siku hii ya leo inazungumza na mtu kwa habari ya safari. Nazungumza na wewe jioni hii ya leo, na ujumbe pekee ambao unanipa nafasi ya kusimama mbele yako siku ya leo una kichwa safari ya peke yako. Safari ya peke yako. Mungu wetu anatufundisha kitu cha muhimu sana. Kila mwanadamu ambaye ameumbwa kwa jinsi ya kibinadamu, ameumbwa kwa jinsi ya mwonekano wa Mungu. Wengi tunajua tunaishi katika hii dunia, lakini sote ni wasafiri na wapitaji katika dunia hii. Mahali popote pale ulipokuwepo, Mungu alisababisha uzao ukatokea ndani ya mama yako na baba yako, wakatengeneza mwili ambao mwili ni wewe. Kutoka huko ulikokuwa, Mungu alikuchukua katika miongoni mwa wanawe na akakufanya katika dunia ukawepo. Na kwa jinsi hiyo hiyo ulivyokuja, ukazaliwa kwenye tumbo la mwanamke. Mungu akatengeneza mfumo ya kwamba miezi 9 ya uumbaji ikamilike ndani ya tumbo la mwanamke. Ile miezi 9 ilipotimia, na hatimaye wewe ukazaliwa. Na kwa jinsi hiyo hiyo ulivyozaliwa, kwa jinsi hiyo hiyo utaondoka katika uso wa nchi. Kwa jinsi hiyo hiyo ulivyozaliwa, na kwa jinsi hiyo hiyo ipo siku na saa utaondoka katika nchi, utaondoka katika uso wa dunia. Kila mtu ambaye yuko hapa, mahali popote pale alipo, anasafiri peke yake. Unaweza kuwa umezaliwa aidha una kaka zako na dada zako, una ndugu jamaa na marafiki ambao wamekuzunguka. Hata kama ikitokea amezaliwa mapacha, hata kama ikitokea mlizaliwa wawili, lakini Mungu haruhusu mapacha watoke kwa pamoja. Yupo anayetangulia na kuna mwingine anafuata. Lakini pamoja na hayo yote, kila mmoja anasafiri peke yake. Bwana asifiwe. Amen. Kila mmoja anasafiri peke yake. Nataka nikwambie, mahali popote pale ulipo, kuna siku yako utaondoka. Mungu wetu anasema katika hii dunia sisi ni wasafiri na wapitaji katika dunia hii. Tunaposoma maandiko sasa, tunaposoma nukuu za maandiko, kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Petro, ile sura ya 2 na ule mstari wa 11. Waraka wa kwanza wa Petro ile sura ya 2 na ule mstari wa 11. Nitasoma na neno la Mungu linasema kama ifuatavyo. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 11, neno la Mungu linasema, wapenzi na wasihi kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipinganazo na roho. Tarudia tena. Yes. Wapenzi na wasihi kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipinganazo na roho. Haleluya. Tunaona mtu wa Mungu hapa anazungumza, anasema wapenzi na wasihi kama wasafiri na wapitaji, ziepukeni tamaa za ujanani zinazopigana na roho, zinazopingana na Mungu, kwa sababu Mungu ni roho. Na ndio maana hizo tamaa ambazo zinapingana na mwili, zinapingana na kila aina
ya mwenendo, jinsi ambavyo unapaswa uenende, Mungu anasema tuziepuke. Lakini jambo la kwanza hapo Mungu anasema na wasihi kama wasafiri na wapitaji. Kila mmoja unayemuona ni msafiri. Wakati wako tu haujafika, wakati wako tu bado haujawadia, lakini uko kwenye safari ya peke yako. Wakati utakapofika, watu wataomboleza juu ya msiba wako, watu wataomboleza juu ya maisha yako, watu watakusanyika kwa ajili yako, watu watakuja mbele yako. Tukikuaga namna hiyo, kwa jinsi ulivyokuja peke yako duniani, na kwa jinsi hiyo hiyo utaondoka katika dunia hii. Kitu gani cha msingi sasa cha kujua? Kitu gani cha muhimu cha kwenda kujifunza? Mungu wetu anapotuasa namna hii, Mungu wetu anapotufundisha namna hii, kila mmoja ni msafiri na anasafiri peke yake. Haijalishi kwenye familia mpo wengi kiasi gani, lakini kila mmoja ana safari ya peke yake. Bwana asifiwe. Haleluya. Kama mtu ambaye anajiandaa kwa safari hiyo, anapaswa kwenda kujua ni kwa namna gani anapaswa kujiandaa, ni kwa namna gani anapaswa kwenda kuweka maandalizi juu ya kule anakoelekea, kwa sababu yeye ni msafiri. Haleluya, haleluya. Kama umenielewa sema amina pale ulipo. Nataka nikwambie wewe ni msafiri. Popote pale ulipo, wewe ni msafiri katika dunia hii, na unasafiri peke yako. Nitakuchukua taratibu kwenye maandiko matakatifu ili uweze kujua ni kwa jinsi gani unasafiri peke yako. Na kama unasafiri peke yako, unapaswa uiponye roho yako, unapaswa ujiponye wewe mwenyewe. Unapaswa utoke katika dhambi, kwa sababu unasafiri peke yako. Ule mji ambao tunauendea ni mji mtakatifu, ule mji ambao Mungu ameuandaa kwa ajili ya utakatifu. Mji ule ni mtakatifu, na kila mtu ambaye anapaswa kuingia katika mji huo anatakiwa awe amefua mavazi, anatakiwa awe ni mtu ambaye amefua mavazi yake na tayari ameoshwa kwa damu ya mwanakondoo. Vazi lake linatakiwa kuwa ni vazi la utakatifu, maisha yake yanatakiwa kuwa maisha ya utakatifu, na atakuwa ni miongoni mwa watu ambaye wamejiandaa kwa ajili ya kuingia kwenye mahali pale panapoitwa paradiso au mbinguni. Tunaposoma kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 19, sasa Mwanzo sura ile ya 19, ninakusomea kisa cha watu ambao Mungu aliwatuma kwa ajili ya kwenda kuiangamiza Sodoma. Alipokuwa ametuma kwa ajili ya kwenda kuiangamiza Sodoma, kulikuwa kuna mtakatifu wa Mungu anakaa kwenye mji ule wa Sodoma na Gomora. Lakini Mungu akaona kwamba katika mji huu, japokuwa nimetuma kwa ajili ya kwenda kuangamiza, nimetuma kwa ajili ya kwenda kutia moto namna hiyo, lakini mwenye haki wangu hawezi akaangamia. Mwanzo ile sura ya 19 sasa. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 19. Tunaposoma kuanzia mstari ule wa 12 hadi ule mstari wa 30 tunapata picha hiyo kidogo. Mwanzo sura ya 19 mstari wa 12 tutasoma hatua kwa hatua hadi ule mstari wa 30. Nalo neno la Mungu linasema kama ifuatavyo. Yes. Basi wale watu wakamwambia Lutu, je, unaye mtu hapa zaidi, mkewe, wanao na binti zako na wowote ulionao katika mji? Uwatoe katika mahala hapa, maana tutapaharibu sisi mahala hapa, kwa kuwa kilio chake kimezidi mbele za Bwana, naye Bwana ametupeleka tupaharibu. Lutu akatoka akasema na wakweze waliowaposa binti zake, akasema, ondokeni mtoke katika mahali hapa, kwa sababu Bwana atauharibu mji huu. Lakini akawa kama achezaye machoni pa wakweze. Simama kwanza hapo. Tunaona Mungu anatuma malaika kwanza. Mungu alituma malaika kwa ajili ya Sodoma. Alipoona mji huu sasa unaishi maisha ya uovu, unaishi maisha ya dhambi, unaishi maisha ambayo sio yale ambayo niliainisha yatakuwepo. Na alipotuma malaika namna hiyo, kwanza wakafikia kwa Lutu. Walipofika kwa Lutu namna hiyo, wale malaika wakamwambia Lutu, sisi ni malaika tumetumwa na Bwana kwa ajili ya kuangamiza mji huu, kwa sababu maovu yake yamefika sana mbele za Mungu, na kwa sababu hiyo Mungu amekusudia kufutilia mbali mji huu. Maandiko yanasema Lutu akasema na wakweze, yaani wale waliowaposa binti zake, wale watoto wawili wa Lutu walikuwa wameolewa
wale waliokuwa wamewaoa. Lutu akatoka seme nao, akamwambia jamani, mji utatiwa moto. Ni kama hivi ilivyo leo, jehanamu ya moto imeandaliwa kwa ajili ya mtu ambaye ameishi kinyume na mapenzi ya Mungu. Inafananishwa na Sodoma, na kwa sababu hiyo sasa Mungu ametutuma mahali hapa tupaharibu. Tunaona maandiko yanasema Lutu akawa kama vile achezaye machoni pa wakwezi. Alijitahidi kwa hali na mali, alijitahidi kwa nguvu zake zote, ili kwamba wasiingie mahali pabaya, wasiingie kwenye uangamivu ule wa Sodoma. Lakini wale mabwana wale waliowaposa binti za Lutu wakasema, sisi hatuwezi kutoka Sodoma, sisi hatuwezi kutoka kwenye majengo mazuri ya namna hii, sisi hatuwezi kutoka kwenye sehemu inaonekana nzuri namna hii. Ndivyo ilivyo kwako leo. Mungu anakuonya uache dhambi, unasema siwezi kuacha dhambi. Mungu anakuonya uache ulevi, unasema haiwezekani, ndio kinywaji changu kikubwa na kitumainia mno. Mungu anakuambia acha kuvaa nguo ambazo hazimpendezi Mungu, sio kwa na utaua, unasema haiwezekani, haiwezekani. Mimi naenda na wakati Bwana, mimi naenda na majira anavyosema. Lakini Mungu alipomtuma malaika kuzungumza na Lutu namna hiyo, Lutu akatoka aseme na wakweze, kama vile ambavyo mimi nazungumza na wewe jioni hii leo. Unasema huyo amechanganyikiwa bwana, huyo hana kazi za kufanya, huyo aidha anatafuta fedha au anatafuta umaarufu. Lakini nataka nikwambie, wakati ulipofika na majira yalipotimia, wakati ulipofika na majira yalipotimia, tunaona kwamba malaika wakamshika mkono Lutu pamoja na familia yake, kwamba sasa bwana, imetosha, umeongea sana, inatosha. Hao watu hawasikii, ni watu wenye shingo ngumu, hawaelewi kwamba mji utatiwa moto. Malaika wakamshika mkono Lutu pamoja na mkewe pamoja na wale mabinti wawili, wakaanza kutoka Sodoma, wakaanza kutoka Sodoma. Nataka nisikie sauti ya mtu anasema wakaanza kutoka Sodoma, wakaanza kutoka Sodoma namna hiyo. Lakini hao watu wameshikwa mkono pamoja na malaika. Sasa nini kikatokea? Jambo gani likatokea? Hebu tusome kuanzia mstari wa 15 sasa. Mtumishi wa Mungu, soma pale mstari wa kwanza hapo, mstari ule wa 15 hadi ule mstari wa 17 kwanza. Nalo neno la Mungu linasema kama ifuatavyo. Yes, hata alfajiri ndipo malaika wakahimiza Lutu wakisema, ondoka, mtwae mkeo na binti zako wawili waliopo hapa, usipotee katika maovu ya mji huu. Akakawia, nao wale watu wakamshika mkono wa mkwewe na mkono wa binti zake wawili, kwa jinsi Bwana alivyomhurumia, akamtoa wakamweka mji wa nje. Ikawa walipomtoa nje, mmoja alisema, jiponye nafsi yako, usitazame nyuma, wala usisimame katika hilo bonde popote, ujiponye mlimani, usije ukapotea. Haleluya. Tunaona malaika wanatoa agizo. Malaika wamemshika mkono, maandiko yanasema hata alfajiri na mapema wakaondoka wale malaika. Hata alfajiri ndipo malaika wakamuhimiza Lutu, wakasema, bwana umeshaongea sana, inatosha, sasa tuondoke, ni majira ya mji sasa utatiwa moto na kiberiti namna hiyo. Maandiko wanasema kwamba ondoka, umtoe mkeo na binti zako wawili waliopo hapo, usipotee katika maovu ya mji huu. Malaika wakashika mkono sasa. Maandiko yanasema akakawia, nao wale watu wakamshika mkono wa mkewe na mkono wa binti zake wawili, kwa jinsi Bwana alivyowahurumia, wakamtoa nje, wakamweka nje ya mji. Mstari wa 17, ikawa walipomtoa nje, mmoja alisema, jiponye nafsi yako, usitazame nyuma, wala usisimame katika hilo bonde popote, ujiponye mlimani, usije ukapotea. Ikawa walipomtoa nje, maandiko yaseme ikawa walipowatoa nje. Maandiko yanasema ikawa walipomtoa nje, maana kila mtu hapo tunaona walikuwa ni watu wako wanne wanasafiri kwenye safari namna hiyo. Lakini katikati ya wale watu wanne kuna malaika ambao wameshika mkono wa Lutu, wameshika mkono wa mwanamke mkewe Lutu, lakini wameshika wale malaika, wameshika wale binti wawili
wale wa Lutu, malaika wanatoa agizo, jiponye nafsi yako, wala usisimame katika hili bonde popote, wala usipotee katika maovu ya mji huu. Maandiko yanasemaje sasa? Kwenye mstari ule wa 26, pamoja na kwamba malaika wamepewa agizo, wametoa maagizo, pamoja na yule mmoja ametoa maagizo kwamba ili mmoja uweze kusalimika, unatakiwa utetee roho yako mwenyewe, usitazame nyuma. Pamoja na kwamba wamepewa maagizo namna hiyo, lakini maandiko yanasema mkewe Lutu akatazama nyuma. Tunaona jinsi ambavyo ilivyo vigumu kutunza maagizo ya Bwana. Tunaona jinsi ilivyo vigumu kushika amri za Bwana. Hao watu walipewa maagizo kwamba Bwana, ili usipotee katika uovu wa mji huu, usitazame nyuma. Tunaona Lutu akasema mimi ninasonga mbele na Bwana. Wale mabinti wawili akasema sisi hatutazami nyuma. Kila mmoja na safari ya peke yake. Na tunaona mkewe Lutu alipotazama nyuma, maandiko yanasema akageuka na kuwa nguzo ya chumvi. Hata wewe leo hii Mungu anazungumza na wewe. Unaweza ukasema labda siku yangu bado sana, bado na nafasi ya kusherekea, bado na nafasi ya kuendelea kula maisha, bado na nafasi ya kuendelea kuburudika, bado na nafasi kwa ajili ya kwenda kuenjoy maisha. Kuna wengine wanaimba nyimbo zao wanasema maisha yenyewe ni mafupi. Nani amekwambia? Una nafasi ya kwenda kutengeneza na Mungu. Unaishi, na kadiri unavyozidi kuishi, kumbuka kwamba unasafiri peke yako. Kuna siku utakufa, kuna siku utatoa hesabu ya maisha uliyoishi duniani. Nataka nikwambie, jiponye nafsi yako usije ukapotea katika hilo bonde, wala usisimame mahali popote pale. Maandiko yanasema lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi. Mkewe Lutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi. Popote pale ulipo sasa, waisikia sauti hii, amini kwamba unasafiri peke yako. Pamoja na kwamba unasafiri peke yako, kumbuka kwamba ulizaliwa, na siku ulipozaliwa ulizaliwa kwenye asili ya dhambi, na kwa sababu ulizaliwa kwenye asili ya dhambi, unafananishwa na mtu ambaye uko Sodoma leo. Unafananishwa na mtu ambaye uko kwenye mji wa uangamivu. Unafananishwa na mtu ambaye uko kwenye mji ambao Mungu aliuweka kwa ajili ya kutia moto kwa sababu ya dhambi ambazo zilikuwa zimekisiri katika mji huo. Na kwa sababu hiyo sasa, kwa sababu umezaliwa Sodoma, umezaliwa katika dhambi, Mungu anahitaji akutoe Sodoma. Mungu anahitaji akutoe kwenye uangamivu huo. Mungu anahitaji akutoe kwenye mahali ambako pataangamizwa. Mungu anahitaji akutoa mahali ambapo ni pabaya mno, ambako utapaingia mara baada ya maisha haya. Na ndiyo maana sasa, mfano kabisa mkubwa kwamba Sodoma iliangamizwa kwa sababu ya dhambi. Sodoma iliangamizwa kwa sababu ya uovu. Nataka nikwambie, wewe ambao utaishi katika dhambi, wewe ambao unaenda kudumu katika kufanya mabaya, Mungu anakuita jioni ya leo. Mungu anakuita katika wakati huu. Na kwa nini Mungu anakuita? Anahitaji uweke maandalizi yako vizuri, uingie mahali ambako Mungu amepandaa kuwa pazuri kwa ajili yako. Na kwa wakati huu sasa, na kwa majira haya, ninakukumbusha leo, kuna wakati utaondoka kwenye hii dunia na utasimama mbele za Mungu kutoa hesabu za maisha ulioishi duniani. Maandiko yanasema kwenye kitabu kile cha Waebrania sura ya 9 na ule mstari wa 27. Kitabu cha Waebrania ile sura ya 9 na ule mstari wa 27. Katika safari hii, pasi kumwangalia mtu, pasi kuomba ushauri kwa mtu, kwa sababu unasafiri peke yako. Na kama unasafiri peke yako namna hiyo, hautayumbishwa na mtu, hautayumbishwa na mtu awaye yote. Sema nimeokoka. Nimeokoka itakuwaje? Unaogopa kuchekwa na ndugu, unaogopa kukataliwa na watu, unaogopa marafiki zako ambao mlikuwa pamoja nao kwamba watanionaje. Amini, ulikuja duniani peke yako na utaondoka duniani peke yako, wala hutatoka na mtu yoyote yule ambaye anakujua leo. Nataka nikwambie, unasafiri peke yako. Kaka yangu, unasafiri peke yako. Dada yangu, unasafiri peke yako. Mama yangu, popote pale ulipo, unasafiri peke yako. Haijalishi uko ndani ya gari, haijalishi uko ndani ya basi,
haijalishi kwa ni sehemu gani ambako unatembea sasa, kama jinsi ambavyo unavyokata tiketi na kuanzisha safari ya kule ambako unahitaji kuelekea, hali kadhalika pia katika maisha ya kimungu na juu ya mahali ambako unaelekea, unasafiri peke yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kitabu cha Ibrania sasa ile sura ya 9 na ule mstari wa 27 naweza kusoma hapo. Nalo neno la Mungu linasema kama ifuatavyo. Ndiyo. Na kama vile watu walivyowekewa kufa mara moja. Na kama vile watu walivyowekewa kufa mara moja. Na baada ya kufa hukumu. Na baada ya kufa hukumu. Unazaliwa mara moja, utaishi mara moja, na utakufa siku moja. Ulikuja duniani peke yako, ukazaliwa kwenye tumbo la mama yako peke yako, ukaanza kuishi duniani peke yako. Hata kama ikitokea una mke, hata kama ikitokea unaishi na watu fulani, lakini safari yako ikifika, utaondoka kwenye hii dunia peke yako. Na maandiko yanasema mara baada ya kifo ni hukumu. Sasa je, unasafiri peke yako namna hiyo? Unawezaje kusimama mbele za Mungu? Unawezaje kusimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu? Bwana anakuita jioni hii ya leo. Bwana anakuitia toba jioni ya leo. Unatakiwa ukumbuke ulizaliwa katika dhambi, na kama ukifa katika dhambi namna hiyo, utakwenda jehanamu ya moto. Na tambuliwe na Mungu kwamba Mungu anatambua kwamba hakuitengeneza jehanamu ya moto kwa ajili yako, bali Mungu aliandaa jehanamu ya moto kwa ajili ya Ibilisi na malaika zake. Na kwa sababu hiyo sasa, nikupe shauri leo. Nikupe shauri sasa, umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nakupa shauri leo. Nakupa shauri leo. Umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu Kristo anakuhitaji leo. Anahitaji usalimishe roho yako. Anahitaji usalimishe maisha yako. Anahitaji usalimishe nafasi ambayo Mungu ameiandaa kwenye safari ambako unaelekea. Kwanza kabisa unatakiwa uwe na tiketi maalum ya kuhakikishia kule unakoelekea. Na tiketi pekee ya kuweza kuingia mbinguni ni Yesu. Yohana sura ya 14 mstari wa 6. Hiyo ndio tiketi pekee. Hiyo ndio njia pekee ya kukuwezesha kumwona Baba. Mahali popote pale ulipoisikia sauti hii, amini kwamba unatembea peke yako katika safari. Maandiko yanasema Lutu alisonga mbele yeye mwenyewe. Mkewe Lutu alipogeuka nyuma, akatazama nyuma, akaona fahari ya Sodoma ilivyo, akaona uzuri wa Sodoma ulivyo. Aizo anasema siwezi kuokolewa. Napenda kunywa whisky, napenda kwenda bar, napenda kwenda pubu, napenda kwenda kusimama mahali ambako ni pazuri zaidi. Kama unapendezwa na Sodoma namna hiyo, wakati unakuja hautakuwa na nafasi ya kuweza kumkiri Yesu ambaye alitolewa dhabihu kwa ajili yako. Na leo hii anakuita popote pale ulipo, anasema uko wapi mwanangu? Anahitaji akupumzishe leo. Anahitaji akupumzishe na dhambi. Anahitaji akupe nafasi ya kuweza kusafiri vema kwenye safari yako. Kama utamkiri Yesu leo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utakuwa umeianza safari vizuri pamoja na Mungu. Yohana sasa sura ya 14 mstari wa 6. Nalo neno la Mungu linasema kama ifuatavyo. Ndio. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Huwezi kuingia mbinguni, huwezi kwenda kule Baba aliko, lazima umpokee Yesu. Lazima ukate tiketi. Lazima uwe miongoni mwa watu ambao wamejiandaa vema. Yesu Kristo atakuongoza jinsi gani unapaswa kusafiri. Yesu Kristo atakuongoza ni jinsi gani unatakiwa uvae, wa mwenendo wa namna gani. Yesu Kristo atakuongoza ni tabia zipi unatakiwa uziache. Utakuwa miongoni mwa wasafiri wema sasa ambao wamejiandaa kwa ajili ya kuingia mbinguni. Popote pale ulipo sasa, nasema niko tayari kumpa Yesu maisha yangu ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nataka nikwambie wakati ulio nao ni mchache mno. Unaweza kuwa na wakati mwingi namna hiyo. Kuna wakati hautakuwa na uwezo wa kuongea. Kuna wakati utakuwa hauna uwezo wa kusema chochote. Wakati ulio nao ni sasa. Wakati wa kutengeneza ni sasa. Na saa ya wokovu ni sasa. Bwana anakuita popote pale ulipo sasa. Anahitaji kuona ni namna gani ukitubu dhambi.
Anahitaji kuona ni namna gani ukimpa Yesu maisha yako ayatawale, ili afanyike nafasi ya kukuongoza vema kwenye safari ya kule unakoelekea. Popote pale ulipo sasa, unasema niko tayari kumpa Yesu maisha yangu. Niko tayari kuyatoa maisha yangu kwa Kristo. Yesu yuko hapa, anahitaji akuongoze vema leo. Popote pale ulipo nasema niko tayari, mtumishi wa Mungu, nimelisikia neno hili na nimetambua sasa kwamba ninasafiri peke yangu. Nataka nikwambie ni wakati mzuri. Jihoji mwenyewe pale ulipo. Tafakari mwenyewe pale ulipo. Ni ndugu wangapi ambao umewazika? Ni watu wangapi ambao umeshiriki mazishi yao? Ni watu wangapi ambao unasema hakika jana tu nilikuwa ninaongea naye vizuri, lakini kumbe alikuwa ndio ananiaga namna hiyo? Ni wangapi ambao umeshiriki mazishi yao? Ni wangapi ambao umeona wakiangamia? Ni wangapi umeona kwamba leo wakitoweka kwa namna isiyokuwa ya kawaida? Zamu yako inakuja. Zamu yangu inakuja. Nataka nikwambie ndugu yangu, unasafiri peke yako. Ndugu yangu, unasafiri peke yako. Ndugu yangu, unasafiri peke yako. Popote pale ulipo sasa, umetega sauti, umenipa sikio lako namna hiyo. Nahitaji uwe na nafasi ya kujihoji mwenyewe. Je, pale ulipo hujawahi kutenda dhambi? Je, maisha yako yakoje? Je, una nafasi gani katika maisha ulio nayo leo? Yesu anahitaji ufungue moyo wako leo. Yesu anahitaji umkaribishe leo, ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Popote pale ulipo nasema niko tayari kuweza kumpa Yesu maisha yangu. Nahitaji niombe na wewe sasa. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Kwa sababu hiyo Bwana, nimetambua sina uwezo wa kushinda dhambi kwa nguvu zangu mwenyewe. Ninakukaribisha Yesu, ingia katika maisha yangu. Ongoza safari yangu. Futa jina langu Bwana kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu leo kwenye kitabu cha uzima mbinguni. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunikomboa. Katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki. Ninaamini ni wakati wako wa kutembelewa na Bwana. Ni wakati mzuri ambao Mungu amekutembelea jioni ya leo. Ninahitaji nikuombee sasa na hatimaye niweze kukuaga jioni ya leo, ukiwa na tafakari vizuri jua haya ambayo tumeyazungumza jioni ya leo. Mungu liye haya, asante kwa ajili ya watu wako wenye akili. Asante kwa ajili ya watu wako ambao umewaumba katika uso wa nchi. Roho wa Bwana, kwa jina la Yesu, angalia mtoto huyu, mwangalie mtoto wa kiume na wa kike ambaye amekukimbilia wewe Bwana jioni ya leo. Angalie kijana wa kiume na wa kike. Angalie baba, mwangalie mama yule. Kwa jina la Yesu Kristo, Roho wa uzima, ninaomba sasa. Wewe ni Mungu wa ajabu. Wewe ni Mungu wa kipekee. Ninaomba jioni hii ya leo, watoto wako mama mkimbilia wewe Bwana jioni ya leo. Ninaomba mkono wako wenye nguvu waatamie jioni hii ya leo. Bwana, ninaomba watetee. Ninaomba wakawape kibali cha kusonga mbele katika safari yao. Ninaomba wakawape kibali cha kuweza kumshika Yesu kwenye maisha yao. Asante Mungu wetu kwa ni mwaminifu. Tawapa neema na nguvu endelevu akiweza kuyafanya mapenzi yako. Katika jina la Yesu, kila mwenye pumzi na aseme amen. Amen. Mungu akubariki sana. Wewe ambaye umechukua uamuzi huo, aidha unahitaji kutufikia mahali pale tulipo, mahali ambapo tunamfanyia Bwana ibada, mahali ambako tunakuwa tayari kwa ajili ya kutangaza fadhili za Bwana, tunakukaribisha. Tuko nyuma tu mahali pale, maeneo ya Mkundi, maeneo ya watumishi, ndio mahali ambako hema ya Mungu imejengwa hapo. Kukaribisha siku ya kwanza kabisa, ninayo furaha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu ambayo itaanza kuanzia siku ile ya Alhamisi mpaka siku ile ya Jumapili. Kukaribisha, utamuona Mungu akikuhudumia, utamuona Mungu akikusaidia, utamuona Mungu akikutendea mema kwa namna ya kipekee sana. Kwa mawasiliano unaweza kuwasiliana pamoja nasi, tumia nambari zetu hizo za simu ili kuweza kutupata. Hizo una maswali, una ushauri, una maoni, una jambo ambalo linakusumbua, una jambo ambalo linakutatiza ambao umelikosea majibu, tumia nambari zetu za simu za kusaidia. Sisi tunashughulika na wewe kwa habari ya kiroho na kimwili. Nambari zetu za simu ni 0693191581. Tarudia tena, nambari zetu za simu ni 0693191581. Tarudia tena kwa mara ya mwisho, nambari zetu za simu ni 0693191581.
191581. Mungu aliye juu mbinguni akubariki. Uwe na usiku wa baraka, uwe na jioni ya baraka, uwe na wakati mwema wa kuweza kutafakari mambo makuu ya Mungu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu akubariki, uwe na jioni njema ya baraka.